Hao wapumbavu kabisa wanaojiita mashehe, wanaokuja kuongelea maswali ya kukata waandamanaji vichwa, au ni wahuni, sio mashehe. Ukiangalia hata walivyokaa ni kihuni tu, au ni mpungo wamepewa waongee kuwapa watu uoga. Ushawahi msikia kijana hata mmoja anasema kama hamna mabadiliko ya katiba ya dini hamna uchaguzi? Au mmoja akasema kama hamna Uislamu au Ukristo hamna uchaguzi? Vijana walikuwa wanadai reform, mabadiliko ya katiba ya nchi, sio mabadiliko ya katiba ya dini. Sasa wewe unayetumia wadudu wako waliopo kichwani unakuja kutuambia habari za udini, hao wadudu inaonekana wamesha expire date. Unahitaji ukaliniwa akili yako. Ulichokiongea, kuna watu wana hasira mioyoni mwao, kuna watu wamepoteza wapendwa wao, wengine mpaka saizi hawajapewa miili, wengine wameumia, wana hasira. Alafu wewe unaingia kwenye vyombo vya habari unaongea ufirongoto kama huo. Wala bro, huo uuni wako peleki kwako huko. Hii ni Tanzania, sio Palestina. Hatunaga ugomvi wa kidini, sawa? Na hutawahi tokeaga Tanzania. Huwezi kutogombanisha vijana wa Kitanzania kwa masuala ya udini, vitu viwili tofauti. Kutohamisha kutoka kwenye siasa kuingia kwenye udini ni vitu ambavyo huwezi. Vijana wa siku hizi tunaelewa hii ni kizazi cha 4, kizazi ambacho kinatumia akili nyingi. Sasa wewe akili zako za kizazi cha 3 ulicho nacho, unadhani unaweza ukawapanga watu wa kizazi cha 4? Bro, wewe ni analogy, ushapitwa na wakati. Sawa? Sasa sikiliza, kuwa makini na unachokiongea. Siku zote wa Tanzania ukiongea tunakaaga kimya, tunakuzumu. Kuna siku utakuja kujuta tu. Nakwambia Watanzania wanatunzaga vitu mioyoni, siku wakivitoa. Hivi kwanza wewe ni shehe wa msikiti gani? Na hao waumini wanaokuja msikitini hao wanapaswa kuondoka tu msikiti. Sasa wanakuja kusikiliza anayewahubiria ni nani? Kwa akili gani hizo? Katikati watu vichwa, utakatwa wewe msenge.